Mungu alikuwa anazungumza na nani? Wengine wanasema alikuwa anazungumza na malaika, lakini malaika hawahusiki kwenye mpango wa uumbaji. Alikuwa anazungumza na yeye katika idara zake za utendaji. Kabla hujaenda, wengine wanasema kwamba kulikuwepo malaika, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo na Mungu Baba. Malaika hahusiki katika uumbaji. Yaani katika uumbaji kabisa malaika hakuhusika chochote, kwa sababu na yeye aliumbwa. Malaika naye aliumbwa. Mungu alikuwa anazungumza na yeye katika utendaji wake, idara zake ambazo yeye amejigawia katika utendaji wake, kutenda kama Baba, kutenda kama Neno, kutenda kama Roho Mtakatifu. Ndio maana alitumia lugha na tu mfanye mtu. Sasa hiyo lugha ukiangalia vizuri, si utasema hapo kuna watu zaidi ya wengi. Au zaidi ya wawili tu, unaona? Lakini ni Mungu mmoja ambaye anazungumza katika utendaji wake wote. So ndicho kitu hiki ambacho kimezungumzwa hapa kwenye Ufunuo, kwamba roho 7. Hizi roho 7, unasikia Aziza? Hizi roho 7 ni utendaji, idara 7. Tusiseme utimilifu kwa sababu sio hata utimilifu. Ni idara 7 za utendaji wa Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu. Ambapo zimetumwa, Biblia inasema zimetumwa ulimwenguni mote kutenda kazi na watakatifu wa Mungu.